wanafanya kazi ndani ya Vatican. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ya ile inaitwa Kuruni. John Njue, askofu mkuu mstaafu wa Nairobi, na wengine wa namna hiyo. Hawa ndio wanaitwa makardinali, mapadri, cardinal priests. Unaona hawa ndio watakaofuata. Baada ya hao watakuja sasa makardinali askofu, kwa maana ya cardinal bishops. Hawa ni makardinali wanaofanya kazi ndani ya Vatican, lakini wana daraja, wana ngazi ya juu zaidi. Wanashikilia vile vitengo vikuu. Miongoni mwao wamo hawa Cardinal Kamerengo. Sasa mwili unaondolewa mahali pake, na kwa vyovyote vile natarajia yanafuata maandamano ya mwili. Unaweza kuona waamini wanamwaga kwa makofi, wengine machozi, wengine wanapunga mkono, basi na kadhalika. Ni katika hatua hii ni bango ambalo pia lina bendera ya Vatican. Ile ni au ni bendera ya Papa ambayo ina njano na nyeupe. Ndio. Hizo ndo rangi kuu za Papa. Ndio. Njano ikimaanisha mavuno. Nyeupe ikimaanisha uchungaji au ulimaji. Maandamano sasa yanaendelea kwenda, na hatua hii kama utakumbuka ndio iliyopelekea Papa Yohana Paulo wa pili akapewa ile hadhi ya mkuu mapema sana. Wakati wa kumwaga, unakumbuka waamini wote walisimama, walipiga kelele kwa lugha mbalimbali, Kilatini na hasa Kiingereza na lugha nyingine. Wakawa wanapiga kelele, wanapiga makofi, wanasema the great, yani mkuu. Sasa mkuu ni hadhi ambayo mtakatifu, sio kila mtakatifu ni mkuu, lakini wako watakatifu ambao kwa kweli hizi ni sifa wanamwagia. Mabango yanasema kwa lugha mbalimbali. Naona wengine wanamuita maestro, kwamba alikuwa mwalimu anayeacha darasa la kudumu, mwalimu anayeacha darasa lililotukuka. Hiyo ni lugha gani? Maestro ni lugha ya kwa asili ni lugha ya Kiitaliano zaidi, ila imetumika mara nyingi zaidi kwenye muziki, hasa wa kikanisa. Sasa hata kwenye mpira pia. Yaani yule anayefanya jambo ambalo wengine ni mfano wa kuiga. Hapo linakopita jeneza, wanapolipitisha, maana kwamba hapo inabidi napita mahala fulani alafu ndo linakwenda kwenye kanisa hilo dogo. Ndio, linapita kutoka sasa kwenye lile eneo la viwanja vya Mtakatifu Petro, St. Peter's Square, kutoka ili liende sasa nje ya eneo hilo, ambako ndio kuna lile basilika ambalo alikuwa anapenda mara nyingi Papa Francisco kuadhimisha misa. Mapapa wengi kwa miaka mingi waliofuatana hapa wamekuwa kwa kweli wakiadhimishia misa ama kwenye basilika la Mtakatifu Petro au mabasilika mengine yaliyo katika viwanja vya Mtakatifu Petro, lakini yeye alipenda kufanyia nje. Wako ambao wanatafsiri kwamba alikuwa anaonesha kwamba ukuu wa Vatican ni kwa sababu ya heshima na umuhimu wa kanisa kwingineko ulimwenguni. Ndio tafsiri ambayo inaweza kujengwa kuhusiana na hilo. Sasa mwili unaendelea kuondoka. Unaweza kuona maaskofu wamejipanga mstari, mwili unapita katikati. Hili ni gwaride maalum la kutoa heshima. Kwa hiyo tuliona wawakilishi wachache walitoa heshima za mwisho mara baada ya sala ya buriani,
kwa kuwakilisha makundi kadhaa maalumu ya kanisa. Isingewezekana maaskofu wote hawa kwa wingi wao wakaenda pale kwenye jeneza kutoa heshima. Sasa wamejipanga kama gwaride, jeneza ndilo linalopita, wao wanatoa heshima za mwisho. Ni utaratibu ambao umetumika kurahisisha zoezi la heshima za mwisho walau kwa maaskofu, wakati waamini wengine walio wengi wamebaki wakipunga mkono kama nao namna yao ya kutoa heshima za mwisho. Yote haya yanatokana na kwa kweli na ukubwa wa nafasi ya kile kiti cha Baba Mtakatifu, ule uongozi. Mwanzoni tulizungumzia kuhusu habari ya watu ambao wamebeba jeneza. Ni vema ukirejelea pale wakati kengele zinalia, na utaongeza na hilo la kengele pia pamoja na hao waliobeba jeneza. Naam, wabebaji wa jeneza kama tulivyosema ni wanakuwa kwenye kundi maalumu la askari na walinzi wa Vatican, ambalo tulisema ni kwa asili na kwa mfumo na kwa mwongozo uendeshaji ni jeshi la nchi ya Uswizi, nchi ambayo tumesema ni ya Kikatoliki kabisa. Kiingereza tunasema ni ya Kikatoliki pase. Na kengele kulia ni utaratibu upo, kama ambavyo siku alipofariki kengele ziligongwa makanisa yote ulimwenguni, makanisa Katoliki yote ulimwenguni. Inapopatikana taarifa kwamba papa amefariki, kengele zinagongwa. Sio lazima zigongwe kwa wakati mmoja, inategemea taarifa mmeipata saa ngapi, mmeipata muda gani, na wakati anakwenda sasa kuzikwa, kengele zinagongwa. Ili kundi maalum, wakati kengele inaendelea kulia kama ambavyo Beni Mukasa amekueleza, ikiwa ni sehemu ya heshima na ishara ya kuondoka kwa kiongozi mkuu wa kanisa, na kuna umahususi wa kengele kulia kwa muda, labda dakika ngapi kengele itakuwa inagongwa mpaka maandamano yatakapokamilika kuelekea kule wanakokwenda. Kwa hiyo lazima iendelee kulia. Ni kama ambavyo kwa baadhi ya majeshi mahali tofauti ulimwenguni, anapofariki kamanda kuna mizinga inapigwa, imehesabiwa, au anapofariki amiri jeshi mkuu mizinga 21 inapigwa, wengine zinapigwa risasi. Sasa kwa papa kengele italia mpaka maandamano haya atakapoisha. Na pamoja na kengele nyinginezo ndogo zinazolia, kuna ndogo pia, ila kengele kuu ya Basilika la Mtakatifu Peter ndiyo inayolia hapa, inayoongoza huko kulia. Hizi hiyo sanamu kubwa ni ya mtu mahsusi, Mtakatifu Petro, papa wa kwanza, kwamba hapa ni ikulu ya kanisa. Mtu atajiuliza hiyo picha nani aliiona mpaka kutengeneza hiyo, ama watu wa historia wame tafsiri wakaweka hivi. Kuchora picha ya Petro ni swala ambalo halitofautiani sana na picha ya Yesu, kwa sababu picha ya Yesu aliishi duniani, lakini hakukuwa na teknolojia ya hizi film kwamba ilipigwa picha ila walikuwepo watu wenye vipaji wabunifu kuweza kuchora kwenye mawe wakachora. Kwa hiyo kukawa na maendeleo na maendelezo yatatofautiana, lakini utakuta yana uelekeo fulani ule. Sasa Petro ambaye alifariki karibu miaka 35 hivi baada ya Yesu kufariki,
maana yake aliishi baadaye sana baada ya Yesu. Kwa hiyo kama picha ya Yesu iliweza, yani namna muonekano wa Yesu iliwezekana kufikiria, kuelezea, watu wakaueleza ulivyokuwa na picha ikapatikana, ya Petro ni rahisi zaidi. Na Petro ndo mtu alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kama tungetumia lugha ya sasa hivi tuseme kusajiliwa. Sio tu miongoni, actually ndiye alikuwa wa kwanza kuitwa. Wa kwanza, kwa sababu yeye aliitwa akiwa na wenzake wawili. Sasa na akawa mfuasi mwaminifu. Akawa mfuasi mwaminifu. Aliitwa akiwa na wenzake wawili wakiwa mwaroni wanavua samaki. Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa 19 kuanzia 15 hivi, Yesu aliwakuta pale na akamwambia, tupeni nyavu zenu jarife twende. Na wakati fulani maandiko yanatuambia kama alikuwa anawapima labda uelewa au imani, Yesu kama alikuwa anawapima akampima, akamuuliza watu wanasema nani, ongeza wewe ni Elia. Kama walipewa test hivi, yani jaribio hivi, alafu yeye ndo akajibu akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema umejibu vizuri. Kama ni jaribio basi na hukuweza kufanya kwa nguvu zako, ila ni Roho Mtakatifu, na kwa sababu hiyo nakupa. Ndipo hapo akafanywa kuwa papa. Unaona, akafanywa kuwa kiongozi wa kanisa. Maaskofu sasa wanaondoka kwenye lile gwaride, wanaelekea kwenye eneo la Basilika la Mtakatifu Maria Junior, ambako nako kuna watu pia, ila watu wataishia nje kwa utaratibu. Sio wote wataingia, hasa makardinali kuzika. Wana watu wa rangi tofauti tofauti kutoka mataifa tofauti tofauti. Ni jambo kubwa na linakwenda, ni la kiimani, lakini linakwenda nje hata ya mtazamo wa kiimani. Ni jambo la kijamii pia, lakini ni jambo la kiuchumi, Florian, kwa sababu najaribu kupiga picha nchi ya Italia kwenye tukio kama hili inapokea wageni kiasi gani, inapata mtikisiko wa kijamii kiasi gani, lakini mtikisiko wa kiuchumi kiasi gani. Nikisema mtikisiko simaanishi katika jicho hasi peke yake, hata jicho chanya, yani kwa maana ya mzunguko wa fedha unabadilika kabisa, yani unabadilika kabisa katika siku kadhaa hizi, kwa sababu panajaa Italia, na kwa namna ya pekee Roma, na kwa namna ya pekee zaidi Vatican ni eneo maarufu sana la kitalii na eneo maarufu la hija nyakati zote za mwaka. Lakini nyakati kama hizi za matukio makubwa kama haya, ule upekee unaongezeka mno, kwa sababu wanaokwenda pale wanakuwa ni wengi sana kwa wakati mmoja, halafu kwa ratiba ambazo zinakuwa, yani zina mwongozo mmoja, zina mwelekeo mmoja. Kwa hiyo biashara mbalimbali, biashara za kihuduma, lakini na biashara nyinginezo, kwa vyovyote lazima zinaingia katika mzunguko tofauti kabisa, uzoefu tofauti kabisa, experience tofauti kabisa katika nyakati kama hizi. Na hata miji iliyo jirani na mataifa yaliyo jirani kwa vyovyote yanaguswa, kwa sababu inakadiriwa kwamba yako mataifa ambayo yako jirani, ni sehemu kubwa sana ya raia wake wamesafiri kwenda Italia kushiriki tukio kama hili.
unaweza kuona sasa watu wanakaa mbali, mahali ambako hawataweza kufika kule. Na mtazamaji, maandamano yakiwa yanaendelea kutoka viwanja vya Mtakatifu Petro kuelekea kanisa au basilika ndogo, kanisa dogo la Mtakatifu Maria, ambako ndiko maziko yanafanyika. Ni kanisa ambalo liko nje kidogo ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro, na nafahamu kwamba unaendelea kutazama, na upande wa Facebook wako matuandikia maoni yako. Nuru Rubaba, Mungu amweke sehemu inapostahili. Tadei unasema anaziona ndege juu. Lakini Muhammad Moshi unasema unatufuatilia vile vile na unaendelea kujifunza masuala kadhaa katika matangazo haya kadiri ambavyo tunaendelea. Mungu amtangulie, ni maoni yake Heri King Jaga. Na Katura Kaijage unasema nafuatilia nikiwa Bukoba Kagera. Raya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Basi endelea kufuatilia, na tunapopata fursa na nafasi vile vile tutaweza kuyasoma maoni yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea matangazo haya ya moja kwa moja mbashara kutoka Vatican, makao makuu ya kanisa Katoliki. Ni siku ya maziko ya kiongozi mkuu wa kanisa hilo, Papa Francis, aliyefariki Jumatatu ya Pasaka Aprili 21. Mimi ni Florian Kaijage nikiwa na muumini wa kanisa Katoliki, pia mfuatiliaji mkubwa wa masuala ya kanisa na Vatican, Bernard Mukasa, mkazi wa Dar es Salaam, Tanzania. Mkusanyiko sasa unaona katika viwanja vya Mtakatifu Petro kama watu wamesambaa kidogo, kwa sababu shughuli za hapo kimsingi zimekwisha. Ni swala tu la nani anapenda kuwahi kuondoka, nani anasubiri, na wengine watakuwa sasa wamehama kutoka kwenye tukio na kuanza kufuatilia matukio kwa njia ya mtandao. Sasa kanisa linaelekea kumaliza kipindi cha maombolezo. Kile kinaenda mpaka siku 9, na siku ya 9 inapaswa kuwa tarehe 29, lakini tayari mchakato wa kumchagua papa unapaswa kuanza kesho, ambapo kama tulivyosema tayari ni makardinali 135 ambao watashiriki, wanastahili kushiriki kwa sababu wana sifa hiyo, wakiwemo makardinali 5 kutoka Afrika Mashariki na Kati. Kuna Kardinali John Njue, Mwadhama John Kardinali Njue kutoka Kenya, ambaye ni askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Nairobi. Kuna Mwadhama Emmanuel Kardinali wa Mara kutoka Uganda. Kuna Mwadhama Antoine Kardinali Kambanda kutoka Rwanda. Sasa gari lenye
mwili wa hayati Papa Francis linaupeleka sasa hapo kwenye Basilika la Mtakatifu Maria Junior kwa heshima. Lakini kuna mwadhama Fridolin Kardinali Ambongo, huyu anatoka nchi ya Congo DRC, na mwadhama Protas Kardinali Rugambwa kutoka Tanzania, ambaye inawezekana ni kardinali mdogo kuliko makardinali wote wa Afrika Mashariki. Kwa Afrika Mashariki na Kati ndiye mdogo zaidi kwa umri wa kuzaliwa na kwa umri wa kardinali, lakini inawezekana hata katika Afrika akawa ni mdogo zaidi. Na makardinali wa namna hii kama huyu Kardinali Protas Rugambwa wa Tanzania au Kardinali Fridolin Ambongo wa Congo DRC ndio ambao ikitokea anachaguliwa kuwa papa, kunakuwa na uwezekano mkubwa akakaa muda mrefu madarakani, kwa sababu kwa umri wa miaka 60 alionao Kardinali Protas Rugambwa, kama Mungu anampa afya na hapati ajali, unaweza kujikuta anaingia kwenye historia kama hizo za kina Papa Yohana Paulo wa pili, ambaye alichaguliwa kuwa papa akiwa na miaka 57. Unaona, akakaa miaka 27. Sasa 57 na 60 tofauti sio kubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuona, na huyu kardinali Mtanzania hazungumzwi sana kati ya wale wanaitwa papabili. Kwa Kiswahili ile neno linasemwa papabili, lakini kwa lugha nyingine, lugha rasmi ya kikanisa wanaitwa, sio lugha rasmi, lugha iliyozoeleka ya kikanisa wanaitwa papal cardinals, yani makardinali ambao wasifu wao unapelekea wadhaniwe kwamba wanaweza kuchaguliwa kuwa papa. Kiswahili wanaita papabili. Huyu kardinali wa Tanzania hasemwi miongoni mwa hao papabili, lakini kuna wasifu wake ambao watu wanausahau tu, labda kwa sababu ya ule udogo wake. Ni kardinali ambaye ana uzoefu sana na uongozi wa kanisa kwa ngazi ya Vatican, kwa sababu amefanya kazi ndani ya Vatican kwa takriban miaka 20 kwa nafasi ngazi tofauti, akianza kama mfanyakazi wa kawaida, lakini akiwa padri. Kwanza katika upadri wake amesoma shahada yake ya uzamivu PhD